Mimi Heavyweight, kwa namna ulivyozungumza, naomba nikuhamishe huko. Nikupeleke kwenye moja kati ya timu ambayo inapatikana Sudan. Watu wanaaminika kuwa na asili ya Kiarabu licha ya kuwa ngozi zao zinafanania na za kwetu sisi. Inapatikana timu inaitwa Al Hilal Omdurman. Kuna nyota ambaye tulimuona machachari kweli na ni hatari unapomtazama akiwa kiwanjani. Akiwa chini ya Furla Ibenge Gilimugisha. Ni moja ya jina ambalo walikuwa wakilifananisha na asili ya kabila la Kihaya ambayo tupo nalo hapa Tanzania. Natamani tumzungumzie ni mchezaji wa aina gani, na unamuona anaweza kufiti kwenye moja kati ya vilabu ambavyo vinapatikana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan kwa hawa wandewa wawili baina ya Simba Sports ama Young Africans, kwa jinsi ambavyo wewe umempitia mchezaji huyo. Of course, kwanza ni kuambie jambo moja, kwa sababu hapa sasa tunarudi kwenye mambo ya msingi. Tumetoka kwenye hayo mambo ya siasa za wazee vijana na nini, tunakuja kwenye mambo ya msingi. Ni kwamba huyu mchezaji, by the way, anahusishwa kusajiliwa na klabu ya Simba. Twende straight, anahusishwa kusajiliwa na klabu ya Simba Sports Club. Na hii naweza nikasema deal linaweza likafanyika kwa sababu Simba ina maelewano mazuri na Al Hilal Omdurman, lakini vile vile matajiri wa Simba pamoja na matajiri wa Al Hilal wana maelewano mazuri ya kibiashara pamoja na kimpira. Kwa hiyo automatically wanaweza kukaa meza moja na kuweza kuzungumza. Na miongoni mwa wachezaji ambao waliwahi kutoka Al Hilal kuja Simba Sports Club karibuni ni pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Umeelewa? Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yupo pale. Sasa huyu mchezaji, ili ni kujibu swali lako kama je ana fit au hafit, unajua mara nyingi mimi nimekuwa nikitoa advice kwenye mambo ya usajili, kwa sababu eneo la usajili ni eneo nyeti sana. Umeelewa? Kwa hiyo huwa napenda sana kutoa zile insights mchezaji alivyo na vitu kama hivyo. Kuna vitu vingi ambavyo unabidi umpime mchezaji, na miongoni mwa vitu ni pamoja na kumwangalia kwanza huyu mchezaji ni wa aina gani, performance yake ipoje na nini. Naamini kupitia mimi Mwenyezi Mungu atajalia watu wataweza kumjua kwa undani huyu Jean-Claude Gimurugisha, ambaye ni by the way ni nyota raia wa Burundi. Manake ni majirani zetu, ana umri wa miaka 20, bado ni kijana mdogo. Of course alijiunga na Al Hilal Septemba mwaka 2023 akitokea katika timu moja inaitwa Magara Young Boys. Hii Magara Young Boys alikuwa nayo kwa muda mrefu, by the way, toka inashiriki ligi daraja la pili. Umeelewa? Akaisaidia kupanda mpaka ligi kuu msimu wa 2022-2023. Na by the way, kabla ya kupanda msimu wa nyuma wa mwisho katika ligi daraja la kwanza, before kupanda, alichaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwaka. Simenelewa, manake alikuwa na performance nzuri. Na kwenye debut yake katika Primus League, manake ligi ya Burundi ilikuwa inadhaminiwa na kinywaji cha Primus, ni bia. Primus League aliweza kufanya mabalaa mazito, by the way. Umeelewa? Aliweza kufunga hat-trick katika mchezo wa pili tu wa ligi kwenye debut yake. Mchezo wa kwanza hakufunga, mchezo wa pili wa ligi akafunga hat-trick. Ilikuwa ni dhidi ya Togo Top Juniors, na aliweza kuisaidia timu yake kuweza kushinda kwa mabao 5-1. Lakini vile vile haikumchukua muda mrefu kuja kufunga hat-trick yake ya pili, ilikuwa ni dhidi ya BS Dynamics ambayo aliweza kuisaidia timu yake kuweza kushinda kwa mabao 4-0, na kuwa mchezaji wa kwanza na wa pekee kwenye ligi ya Burundi msimu huo kuweza kufunga hat-trick 2, jambo ambalo liliweza kumsababishia yeye kumaliza katika nafasi ya pili katika mbio za ufungaji bora, akimaliza na mabao 16. Umeelewa? Na ilikuwa ni mabao 2 tu nyuma ya kinara ambaye ni Alfred Nkurunziza wa Bumamuru, ambaye aliweza kumaliza na mabao 18. Aliweza kuisaidia huyu Bumamuru aliweza kuisaidia timu yake kuweza kutoa ubingwa msimu ule, ndio Bumamuru walikuwa mabingwa. Na by the way, performance ile ilimfanya huyu Jean-Claude Gimurugisha kuweza kuchaguliwa mchezaji bora wa mwaka, yani mchezaji kijana bora wa mwaka, manake best young player of the year. Sijui ndio itakuwa hivyo kwa Kiswahili. Mchezaji bora wa mwaka kijana, best young player of the year msimu ule, manake msimu wa 2022-2023. Kumbuka mabala yote anafanya hayo ni msimu wake wa kwanza ligi kuu. Before alikuwa anashiriki ligi daraja la kwanza na la pili. Huo ni ligi kuu. Umeelewa? Na ilikuwa bado kidogo pia ashinde mchezaji bora wa msimu, lakini timu yake haikuwa na performance bora, na hivyo tuzo hiyo ilienda kwa kuna jamaa moja tu huyu nani huyu sasa hivi yuko Pamba Jiji huyu, Nahimana Shasiri ambaye aliweza kufunga mabao 13, lakini ndio aliweza kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mwaka. Na timu yake ndio ilikuwa Bumamuru ambao ndio nimekwambia walikuwa
mabingwa. Sasa hivi yupo Pamba Jiji, mfuatilie, alikuwa MVP wa msimu wa 2022-23. Kwa hiyo huyu Jean-Claude Murugisha alikuwa na balaa zito, na of course haikumchukua muda mrefu sana kuweza kuwa recognized na kuitwa katika timu ya taifa. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Julai 7 ya mwaka 2022 katika michezo ya kufuzu CHAN dhidi ya Djibouti. Kocha Gustavo Niankuru aliweza kumjumuisha kwenye kikosi cha nyota 32 ambao walikuwa wanajiandaa na michezo ya kufuzu CHAN dhidi ya Djibouti. Na labda nikukumbushe tu, kwa msimu huo alikuwa ni mchezaji pekee kutoka Magara Young Boys kuweza kujumuishwa kwenye kikosi hicho. Of course kulikuwa kuna nyota ambao wamejaa kutoka kikosi cha Bumamuru ambao walikuwa mabingwa, Flambeau sijui na vilabu vingine, lakini kwa Magara alikuwa ni yeye peke yake, kwa sababu ndo kwanza walikuwa wamepanda ligi kuu. Bana, huyu jamaa alikuwa na balaa zito. Baadaye akakaa pale mwezi Machi mwaka 2023 akapata offer ya kwenda kufanya trial nchini Dubai huko, lakini kwa yeye pamoja na Alfred Nkurunziza ambaye ndo alikuwa top scorer, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kufanikiwa akarudi. Baadaye tukasikia Al Hilal wamefanikiwa kumnyaka, ilikuwa Septemba 28 ya mwaka 2023. Of course wakamnyaka na wakampa kandarasi ya miaka hiyo 4. Yes, nafikiri unakumbuka msimu wa 2023-24 Al Hilal walikuwa nasuasua kwa sababu hawakuwa na ligi ya kucheza. Kwa hiyo debut yake alifanya katika mchezo dhidi ya Petro de Luanda, of course katika Champions League, na ilikuwa ni uliofanyika katika dimba la Stadio 11 Novemba pale Angola, na waliweza kupoteza kwa bao 1-0. Alitambulishwa kipindi cha pili by the way na kocha Florent Ibenge akichukua nafasi ya Yasir Mozammil. Lakini ndio hivyo, kwa bahati mbaya kikosi chake kiliweza kufungwa kwa bao 1-0. Katika baada hapo akawa amecheza katika michezo yote 6 ya makundi, lakini ndio hivyo Al Hilal hawakuwa na msimu mzuri. Walishinda mchezo mmoja tu dhidi ya Esperance nyumbani kwa mabao 3-1. Walikuwa wanacheza Mauritania pale nafikiri. Ya mechi zao za nyumbani walikuwa wanacheza Mauritania na wakashinda kwa mabao 3-1. Mechi zingine walitoa sare mechi 2 na wakafungwa mechi 3, wakashindwa kwenda hatua ya knockout stage, ndio basi. Lakini huyo Jean-Claude Murugisha msimu huu hakuweza kufunga bao wala kwa assist, kwa sababu inaeleweka, kwa sababu hawakuwa na ligi yoyote walikuwa wakicheza. Kwa walikuwa tu wanacheza michuano hiyo ya ligi ya mabingwa. Sawa, msimu wa 2023 inamaanisha 24-25 ambao ndio msimu huu wakatangaza kwamba watacheza katika ligi ya Mauritania. Sababu ya hawa Sudan kutocheza, Al Hilal Omdurman kutocheza ligi msimu uliopita nafikiri inajulikana, ni kutokana na machafuko yaliokuwa yakitokea kule nchini Sudan. Vita zilikuwa zinaendelea na nini, usalama ulikuwa mdogo. Umeelewa? Na by the way, kama nilivyotoka kukwambia, manake walivyoshinda mechi 3 za kwanza pamoja na sare moja ikawapa nafasi ya kufikisha alama 10 na kufanikiwa kufuzu kwenye hatua ya mtoano. Kwa mara ya kwanza toka mwaka 2015. Umeelewa? Ikiwa ni kufuzu kwa mapema zaidi, lakini ni kwa mara ya kwanza toka mwaka 2015. By the way, hiyo 15 waliweza kufika nusu finali. Kwa hiyo mchango wake ulionekana hapo, kwa sababu mwisho siku safari yao ilianza kutamatishwa na klabu ya Al Ahli, kwa sababu waliweza kupoteza kwa mabao kwa bao 1-0 katika tai zote mbili. Umeelewa? Yes, hiyo ni kwa upande wa alivyokuwa Al Hilal pamoja na Burundi. Nafikiri nimemuelezea kwa kina. Umemuelezea vizuri, ila sasa kwa yule aliyekufuatilia anashindwa kuelewa. Ni mchezaji ambaye anatumika katika eneo gani la kiwanja? Ni winger, ni striker? Hapo unaweza kuwa umewaacha watu katikati. Yani ni mchezaji ambaye, kwa sababu kuna mtu leo ndo anamsikia kwa mara ya kwanza, hajawahi kumsikia na maelezo yako anaweza kumshawishi kwenda kumtazama pia. Yes, of course. Unajua nilikuwa nataka nije huko kwenye eneo la kiufundi, kwa sababu mchezaji mara nyingi ukitaka kumuelezea anacheza wapi na ni lazima umuelezee kiufundi kwamba ni mchezaji ambaye anacheza hapa na ofa hichi na hichi, ndio nilikuwa nakuja. Lakini before sijamalizia kuja hapo, nafikiri nigusie kidogo. Huyu ni national team material, ameitwa timu ya taifa. By the way, nilikwambia debut yake alipewa na Gustavo Niankuru, ambaye alimpa hiyo debut mwaka 2022 huko. Lakini baada hapo hata Etienne Ndairagije amemtumia katika michezo mbalimbali, especially kwenye michezo ya AFCON qualifier. Umeelewa? Walikuwa group Elo na alicheza michezo yote 6 by the way, na aliweza kufunga bao 1 dhidi ya Malawi, na nilizungumza katika kupita vita kwangu.
lakini ametumika pia kwenye World Cup qualifier 2024 kwa ajili ya kufuzu World Cup qualifier 2026. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye hata kwenye timu ya taifa ameaminiwa akiwa ni mchezaji mdogo zaidi yani kuwahi kuaminiwa katika michezo mingi. Ameshafanya appearance zaidi ya 10 na hilo bao lake moja. Lakini pia nilisahau kusema kwamba ni miongoni mwa wachezaji, ni captain. Aliwahi kuwa captain mdogo zaidi kwenye kikosi cha Magara Young Boys ambao ndo alikuwa akicheza huko Burundi. Alikuwa ni captain huyo by the way. Kwa hiyo ni mchezaji fulani mzuri sana, umeelewa. Lakini ni mchezaji wa aina gani? Anacheza wapi? Strength yake iko wapi? Na vitu kama watu wanataka kusikia by the way. Of course huyu kwanza ni mchezaji ambaye anacheza zaidi kwenye namba 11. Manake winga wa kushoto. Lakini vile vile anamudu vizuri tu kucheza winga wa kulia kwa sababu miongoni mwa strength zake ni pamoja na kutumia miguu yote miwili. Mjomba huyu jamaa anatumia miguu yote miwili. Sawa? Ni mchezaji ambaye pamoja na kucheza winga, unajua mawinga wanakuwa wanasifika zaidi na unyumbulifu, uwezo wa kuwin 1v1, kasi na nini. Kwa hiyo ni mchezaji aliyecombine skill set zote hizi. Ana kasi, ana uwezo mzuri wa kumiliki mpira ukiwa kwenye mguu wake, ana uwezo mzuri kwenye 1v1. Na ukicombine vitu vyote hivi anakuwa ni mchezaji ambaye hashikiki kirahisi. Na nilikupa mfano katika mchezo ambao aliweza kushinda bao moja of course kwenye sare ya bao 1-1 dhidi ya MC Alger. Alifanya kazi kubwa sana huyu. Umeelewa, kwa sababu aliweza kupokea mpira kwenye maeneo ya pembeni kama alivyokuambia kutoka kwa fullback huyo Khadim Diaw, na badala ya kudrive mbele kama ambavyo mawinga wengi wamefanya wakijaribu kukimbia akiona space, yeye alimface back kwa kuingia ndani. Umeelewa, akafanikiwa kumtoka Reda Halaimi ambaye ni fullback wa kulia wa MC Alger na kuingia ndani akiwa na mpira mguuni, kwa sababu alivyoin kwenye 1v1 dhidi ya Reda Halaimi aliingia katika mwelekeo ambao ana uwezo mzuri wa kuliface lango lakini ikiwa nje kidogo ya box kwa dribbling skills zake. Sawa? Na uwezo wake mzuri, alijisetia mpira katika engo ambao anaweza kufanya attempt na kuweza kushoot. Kwa hiyo ana uwezo pia mzuri wa kushoot kwa sababu pale aliweza kufunga nje ya box, lakini hata bao lake dhidi ya TP Mazembe aliweza kufunga katika scenario kama hiyo. Umeelewa, akitoka mabeki na kuweza kufanya attempt nje kidogo ya box na kuweza kushoot. Kwa hiyo uwezo wake wa kufanya attempt pamoja na uwezo wake kwenye 1v1 unampa nafasi kubwa sana yeye kuweza kuwin kwenye vita zake, lakini anaweza kukupa machaguo mengi ya kiufundi pamoja na suluhisho pindi ambapo unabanwa na mbinu za mpinzani. Kwa sababu makocha wengi hawapendi mchezaji ambaye ana dribble mipira, especially kama ashastiki kwenye structure yake ya kiulinzi. Mchezaji ambaye anawatoka makazi wake inakuwa ni rahisi kuidistract ile structure ya kiulinzi na kusababisha madhara kwa timu pinzani. Of course bao lake hilo dhidi ya MC Alger liliweza kuchaguliwa bao bora la wiki katika zile vile section vya CAF kuweza kutoa recognition kwa mabao bora na nini. Lakini by the way katika mchezo wa kwanza wa robo finali dhidi ya Ahli ambao ulifanyika Aprili 4 mwaka 2024 aliweza kuwin ile skills of the day. Imeelewa, kuna ile segment yao ya CAF ile ya skills of the day, aliweza kumtoka vizuri Mohamed Hani fullback wa Al Ahli, alimsumbua vibaya na baada hapo aliweza kuwin ile skills of the day. Kwa hiyo CAF wenyewe walimpa recognition ya kuonyesha kwamba huyu bwana mdogo ana skills za kutosha. Kwa hiyo nikisema kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kumsumbua defender yoyote Afrika hii, umeelewa, ndio pamoja na hiyo kwa sababu Al Ahli ni miongoni mwa timu bora na ina madefenders wazuri akiwemo na Mohamed Hani ambaye ana uzoefu mkubwa na yupo Al Ahli kwa muda mrefu kwa sababu alitoka kwenye mizizi ya Ahli pale. Lakini alikutana na balala huyu dogo na dogo amechukua skills of the day akimtoka huyu Mohamed Hani na kuweza kuingia ndani ya box na kufanya attempt ambayo ilikuwa blocked na Mohamed El Shanawi. Pengine ingeweza kuwa goal scoring opportunity kubwa zaidi kwa upande wa Al Hilal sijui. Umeelewa? Kwa hiyo ni mchezaji wa hivyo, ana uwezo mkubwa sana wa kupiga chenga, close control. Nikisema close control ni ile aina fulani ya wachezaji ambao wanakokota mpira ukiwa hapo karibu na mguu wake, ndio tunaita close control. Alafu kuna wale ambao wana dribble mpira wanaukimbiza. Sasa huyu sio hivyo. Huyu anakimbia na mpira wake mguuni, ukimpa pasi anautuliza ukiwa hauendi mbali. Umeelewa? Ana uwezo wa kuwin 1v1, ana uwezo wa kushoot, ana uwezo wa kufanya dribbles, ana uwezo mkubwa. Sio, unaelewa? Skills yake iko. Umeelewa? Yes, ana uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri na by the way kama dili lake litafanikiwa na kutua Simba kwa sababu ndio timu ambayo inaonesha nia ya kumchukua.
kama deal lake litafanikiwa na kuweza kuchukuliwa na Simba Sports Club, basi probably itakuwa mimi usajili unaupa 9 chini ya 10. Na by the way Al Hilal wamekamilisha usajili wa Jack Diarra, Jack Pantelau Diarra ambaye ni Mbukinabe, ana uwezo mkubwa sana, amefeli trial kule Troyes. Nasikia Al Hilal wako kwenye final steps ya kuweza kumchukua. Kwa hiyo kumwachia inaweza ikawa rahisi kwa sababu hata huyu Diarra anacheza katika maeneo ambayo Giru Mugisha anacheza. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi akisajiliwa, of course why not, Mr. Mahatrick. Yeah, Mr. Na kwa sababu hata aliwahi kufunga hat-trick katika mchezo wa kirafiki ambao walicheza Al Hilal dhidi ya timu moja pale nimeisahau kidogo, lakini alifunga mabao 3. Ukijumlisha na zile hat-trick zake ambazo alizifunga kule Magara Young Boys, unapata picha kwamba huyu akikutana na timu ambayo imeingia kwenye mfumo wake anairusha. Of course anairusha, na ile proven goal scoring, uwezo wake wa kufunga amesha prove, kwa sababu kitendo cha kufunga mabao 16 kwenye debut season kwenye ligi kuu Primus League Burundi si mchezo ujue kabisa. Kwa hiyo upande wangu mimi katika wachezaji wengi ambao nimeenjoy kuwaelezea ni huyu pamoja na Eli Mpanzu. Okay. Kwa hiyo naona kabisa ni wachezaji ambao nimeenjoy zaidi kuwaelezea. Yaani naona kabisa ni mafundi, na kama atasajiliwa basi madefenders wetu hawa watakutana na kazi kubwa sana. Balaa zito hili. Anaitwa Heavyweight Giru Mugisha. Tumemwangazia katika kona zote za uwanja, nini anafanya, faida yake, lakini hatujaeleza sana madhaifu. Tutakuja kueleza kiundani. Dili itakapokamilika tusiamalize yote, tutakuja kueleza kiundani wapi hasa madhaifu ya mchezaji huyo yalipo. Leo tumeeleza strengths pamoja na faida ya uwepo wake katika uwanja. Mimi hapa naweka nukta, nilikuwa na Heavyweight_Dulo, nampata hivyo kwenye mitandao ya kijamii. Utarambaza nasi katika kila kona kimitandao ya kijamii kwa jina la Wisport TV. Asalamu alaykum.